Ikulu ya Marekani imesema Rais Donald Trump ataamua iwapo Marekani itahusika moja kwa moja katika mzozo kati ya Israel na Iran ndani ya wiki 2 zijazo, kwani anaamini kuna nafasi kubwa ya mazungumzo. Mapema, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran ameiambia BBC kuwa kuingilia kwa Marekani kutasababisha jehanamu katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy amesema atafanya mazungumzo mjini Geneva na waziri wa mambo ya nje wa Iran pamoja na wenzao wa Ufaransa, Ujerumani na Umoja wa Ulaya. Skola Kisanga anaarifu zaidi. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya wanakutana na mwenzao wa Iran Abbas Araghchi mjini Geneva leo Ijumaa. Hii ni katika matumaini ya kupunguza mvutano kati ya Iran na Israel. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa na mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya EU Kaja Kallas wanashiriki katika mazungumzo hayo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya Tehran na serikali za Magharibi tangu Israel iliposhambulia Iran wiki moja iliyopita. Hii inafuatia tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kwamba atachelewesha uamuzi wowote kuhusu ikiwa jeshi la Marekani litaivamia Iran wiki 2 zijazo. Donald Trump anasema bado anataka kutoa nafasi ya mazungumzo. I have a message directly from the president. Katika mkutano na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, mkuu wa idara ya habari Karoline Leavitt anatoa ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa Rais Donald Trump. Kuhusiana na kinachoendelea sasa Iran, najua kumekuwa na shauku kubwa hasa kwa vyombo vya habari kuhusu uamuzi ambao rais atachukua kuhusu kama Marekani itashiriki moja kwa moja. Sasa kuhusu hilo nina ujumbe moja kwa moja kutoka kwa rais na nanuku. Mbali na kwamba kuna nafasi ya uwepo wa mazungumzo ambayo yanaweza yasifanyike ama yafanyike, nitatangaza uamuzi wangu kwamba Marekani itashiriki ama haitashiriki ndani ya wiki 2 zijazo. Hii ni nukuu ya ujumbe kutoka kwa rais leo. Pamoja na anga la Israel na Iran kufungwa, wageni wengi wanaojaribu kuondoka katika nchi hizo mbili wanatumia njia ya barabara kukimbilia mataifa jirani. Waziri wa mambo ya nje ya Israeli amesema bomu limetupwa katika makazi ya balozi wa Norway nchini Israeli usiku wa Alhamisi mjini Tel Aviv. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii, Gideon Sar anasema hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa katika tukio hilo. Kufikia sasa zaidi ya watu 270 wamejeruhiwa kote Israel kutokana na mashambulizi ya Iran ya wiki moja iliyopita. Hata hivyo, Iran bado yenyewe haikuweka wazi idadi ya majeruhi tangu Jumapili. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Israeli anasema kiongozi wa juu wa Iran hadhani kama bado anaruhusiwa kuendelea kuwa hai baada ya hospitali kushambuliwa, lakini Tehran inasema shambulio lake lililenga eneo la kijeshi lililo karibu na hospitali hiyo. Ni Skola Kisanga.